Picha inaanza ikituonyesha mwanaume ambaye alikuwa ni kipofu akiwa amekaa kando mwa barabara. Wakati huo alikuwa anakuja kijana ambaye alikuwa ni mfupi andunje akiwa na dawa mkononi, moja kwa moja kawa anamwekea dawa kwa design kama hapo. I say, huyu Patrick alikuwa analalamika kweli kweli. Naomba uniache bwana. Mambo gani unayoyafanya hayo? I say, andunje baada ya kumaliza kufanya kazi yake alitoweka moja kwa moja. Patrick aliweka kifimbo chake chini akawa anapikicha macho yake kwa design kama hapo. Lakini jambo la kushangaza, alipotoa mikono yake kwenye macho aliona nuru, kitendo ambacho kilikuwa hakiwezekani hapo mwanzo. Alishangaa sana Patrick, akasema naweza nikaona, I can see. Hii ni miujiza. Ni kitendo ambacho kilikuwa hakiwezekani mwanzo. Kumbuka Patrick alikuwa ni kipofu, ndipo alipoangaza huku na kule kuna kama atamuona mke wake ambaye amemwaga kwamba anaenda chooni anarudi. Hello. Jambo la kushangaza, alipoangalia alimuona mke wake akiwa na kisi na mfanyakazi ambaye alikuwa anakaa pale nyumbani kwao. Aisee, mke wake baada ya kugundua kwamba mme anamuona, ndipo alipoachana na yule mjakazi akawa anamsogelea sasa mume wake pale alipokuwa amekaa. Patrick baada ya kuona kile kitendo, ndipo alipoivaa miwani yake na kuendelea kujifanya kwamba ni kipofu, hivyo hajaona kitu chochote. Lao. Ndipo alipomsogelea akimwambia, mpenzi wangu, kusema ukweli tumechelewa kule tulikokuwa tumeenda, kulikuwa na foreni ndio maana tumechelewa. Akamwambia, umeboeka my love? Akasema hapana, kusema kweli sijaboeka. Huyu mwingine ambaye ni mjakazi alikuwa anaitwa Frank. Akamwambia, kusema ukweli umeboeka kuwa hapa? Akasema hapana, mimi nina furaha, niko vizuri, wala hamna shida, ila nahisi sasa huu ni muda mzuri wa kuelekea hospitalini sasa. Basi moja kwa moja ndipo walipotoka pale na kuelekea hospitalini. Basi Frank akawa na kisi na mke wake na boss. Hello. Ndipo walipotoka pale moja kwa moja wakawa wanaelekea hospitalini, huko kwenye kliniki ya macho ambapo alikuwa anaenda siku zote kuangalia maendeleo ya macho yake. Basi mke wake moja kwa moja mkuku aliingia mpaka kule alipokuwa dokta, akatanguliza pesa kwanza akaziweka mezani kwa design kama hapo. Hello. Dokta alishangaa kuona kile kitendo, akamwambia, sikia, sina muda mrefu kwa hapa, ila nina dili nataka nikwambie, tupange mimi na wewe. Hello. Dokta alipoangalia kile kitendo alishangaa, akasema, ni mambo gani haya sasa? Mimi niko hapa nafanya kazi zangu, sasa unapokuja na pesa kama hizi unani confuse ujue. Mimi ni professional wa hii kazi. Akasema, ndio najua kama wewe ni professional, lakini nataka nikupe dili. Najua wewe ndiye dokta ambaye unaangalia maendeleo ya macho ya mume wangu. Sasa nimekuja hapa kukuambia kwamba umwambie kwamba hawezi kupona, tatizo lake ni kubwa. Kwa hiyo utakapoweza kufanya kitu kama hicho, pesa zitakuwa ni nyingi na kuongezea kingine kibunda kama hiki hapa. Nakupa kibunda hiki ili uweze kufanya kazi hiyo. Sawa? Nataka unifanyie kazi. Akamwambia, sikia, mimi ndiye dokta ambaye naangalia maendeleo ya ya macho ya mume wako. Sasa ni lazima tupime kwanza, tuone maendeleo yanaendaje, ndipo tuweze kutoa majibu. Hatuwezi kutoa majibu bila kufanya utafiti kwanza. Akasema, wewe unatakiwa ufanye hicho nilichokuambia. Au anaendelea vizuri, asiwe anaendelea vizuri, wewe mwambie hivyo kwamba hawezi kupona, tatizo ni kubwa, hataweza kupona kwa muda huo. Sawa? Fikiria juu ya ofa yangu, na kuna kibunda kikubwa kitaongezeka kama utaweza kufanya kama nilivyokuambia. Sawa? Ala, mwanamke akaondoka bana, akamwita mume wake, hani, ingia ndani.
Ala, Patrick moja kwa moja akazama mpaka kwa dokta wake ambaye alikuwa ni mwangalia. Ala, dokta alipopima na kuangalia maendeleo ya macho yake alishangaa sana. Akamwambia, mbona kama hii ni miujiza sasa? Unaweza kuona bana? Akasema ndio. Kusema ukweli naweza kuona. Mungu amefanya miujiza yake, kusema ukweli. Ninaona. Ala, dokta ndipo aliporudi kwenye kiti chake akamwambia, mke wako akijua kwamba unaona, kusema ukweli sijui atajisikiaje. Atajisikia vizuri sana. Patrick aliposikia vile akasema, hapana, please. Usimwambie hiki kitendo mke wangu tafadhali. Asai, dokta aliposikia vile alishangaa sana. Akasema, naomba usimwambie mke wangu hiki kitendo. Dokta alitingisha kichwa kwa design kama hapo. Akamwambia, mimi nina plan. Nina funzo ambalo nataka nimfundishe mke wangu na huyu kijakazi wangu. Akasema, funzo gani? Mbona sikuelewi? Unaniconfuse. Unanichanganya ujue. Akasema, uelewi? Hebu fungua pale uangalie kinachoendelea kule nje. Na imani ukishaona utanielewa tu. Dokta alimsikiliza sana Patrick aliyokuwa anaongea. Basi dokta ndipo alipochukua hatua ya kuinuka kwenye kiti chake na kwenda kufungua pale ili aweze kuona kilichokuwa kinaendelea kula nje. Hello, alipofungua alichokiona ye mwenyewe kilimwacha mdomo wazi. Walikuwa wanaendelea kukisiana na kukumbatiana kwa design kama hiyo kule nje. I say, kila kitendo dokta kilimuumiza kweli. Akasema, umeona kinachoendelea huko nje? Yule ni mfanyakazi wangu ambaye anaitwa Frank. Kwa hiyo ndicho kinachoendelea huko. Basi baada ya kumaliza kuongea wanayoongea ndipo walipotoka nje sasa, akiwa amemshika bega mteja wake. Basi walipoona kile kitendo walishtuka sana. Sasa akawa anasogea Patrick. Dokta akamwambia, kusema ukweli, tatizo ni kubwa sana na kusema ukweli hawezi kupona. Akasema, ni kitu gani dokta? Mbona? Kusema ukweli mke wangu, mimi hali yangu nazidi kwa mbaya. Baada nipone nazidi kuharibikiwa kabisa. Sasa nina imani sasa ninakuja kuwa mzigo mkubwa kwenu. Samani kwa sababu naenda kuwa mzigo mkubwa. Frank akamwambia, usiseme hivyo. Ndipo alipoenda kumkumbatia mume wake kwa design kama hapo. Akamkumbatia. Akamwambia, hapana bana. Usiseme hivyo mpenzi wangu. Huwezi ukawa mzigo kwetu. Ila Frankie, mimi na Frankie tutakuwa karibu yako na na imani tutakulea na tutakutunza kabisa. Kwa hiyo usiwe na shida wala usiwe na wasiwasi. Ala, Frankie ndipo alipomsogelea dokta. Akazama mfukoni moja kwa moja, akawa anagusagusa kilipo kibunda ili aweze kumpatia. Akasema, sikia, hii ni kwa ajili ya ulichokifanya kwa kaka yangu huyo. Kwa hiyo hayo ndiyo malipo yako. Ndiyo malipo yako dokta. Usiwe na wasiwasi. Asante kwa kazi nzuri uliyoifanya. Hello, akasema, sasa kama mko tayari tunaweza tukaondoka. Bana. Ni mchezo juu ya mchezo baba. Wanafanya mchezo na wenyewe wanafanya wa mchezo. Tuendelee na movie yetu baba. Naitwa The King Voice. Wengi wanapenda kuniita DJ Kazi. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu hii ya K Voice TV. Basi moja kwa moja baada ya kutoka kule hospitalini, moja kwa moja walikuja mpaka nyumbani. Hello, jambo la kushangaza, moja kwa moja alielekea kwenye kitanda cha mume wake. Moja kwa moja wakawa wanaongea, wanaenjoy. Akasema, kusema kweli kitu ulichokifanya ni kitu kizuri sana. Akasema, kweli leo umenifurahisha kweli. Hello, Patrick alikuwa anaona kilichokuwa kinaendelea pale. Alikuwa anaona kweli. Kumbuka alikuwa ameshapona, hivyo alikuwa sio kipofu tena. Hello, wanacheka na kuenjoy.
Sasa wewe ni mtu mbaya wewe. Hata mimi mwenyewe nimekuaminia. Nakwambia ukweli, muda so mrefu hizi mali zitakuwa zetu na tutamiliki kila kitu. Nakwambia huyu tutampeleka huko kwenye kituo cha kulea watu ambao hawajiwezi, watu wasiojiweza, watu ambao hawaoni. Sisi tutaishi maisha mazuri na kila kitu kitakuwa chini yetu sasa. Hello. Patrick alikuwa anasikia kila kitu kilichokuwa kinaendelea pale. Wanapanga na kuenjoy kabisa. Akamwambia wewe ni mwanamke mbaya wewe. Bad girl. Hello. Ndipo alipokoa. Hani. Niko hapa mpenzi wangu. I say, walishtuka maana walikuwa na wanafanya mambo mengine. Ndipo alipo Frank ndipo alipoenda kujificha pembeni pale. Akamkaribisha. Mpenzi wangu, mbona kama vile nilikuwa nasikia kama kuna kelele, ni kitu gani kinachoendelea hapa? Akasema hapana, my love. Kuna kipindi ambacho nilikuwa nakiangalia hapa. Kipindi cha michezo kizuri sana. Hello? Akasema kumbe ulikuwa unaangalia hicho kipindi? Kusema kweli hata mimi mwenyewe hicho kipindi waga nakipenda sana. Akasema basi ndio hivyo. Kusema kweli mpenzi wangu nimekumisi. Umenimisi kweli? Umenimisi Ndio nimekumisi. Basi usiwe na shida mpenzi wangu. Niko hapa kwa ajili yako. Nisogelee basi my love. Hello. Hiki kijakazi kilikuwa kinaendelea kuona yaliyokuwa yanaendelea huko. Mzee wa kuiba mapenzi ya watu. Hello. Kumbuka walipanga kwamba kesho atakuja mwanasheria ambaye atakuja kusainisha hizi mali ziweze kuwa chini yao. I say, mwanamke alitanguliza kibunda kwanza akakiweka kwenye document kwa design kama yapo. Moja kwa moja kamsogezea yule mwanasheria. Akamwambia tafadhali angalia hiyo. Angalia hiyo ni kwa ajili yako. Fanya kazi yetu kwa ufasaha. Usende long. Hello, kamanda alipofungua pale akaangalia kibunda kilichokuwa ndani. Akasema ya. Kumbe kuna mayokuli kwa design kama hii. Akasema sasa kwa style hii na imani kila kitu kiko vizuri. Kila kitu kiko mzuri na hakuna kitakachoharibika. Everything's good. Everything looking good. Kila kitu kinaonekana kiko vizuri. Ndipo alipomsogezea document ili aweze kusaini sasa kwamba mali zote anawakabidhisha Hawa, anamkabidhisha mke wake. Ilikuwa ni shida sana. Akamwambia nina imani sasa kila kitu kitakuwa vizuri na kila kitu kitakuwa chini yao. Mwanamke aliposikia vile alitabasamu kweli kweli. Wanaangalia jinsi alivyokuwa anaendelea kusaini pale ili aweze sasa kukabidhisha mali zote katika mikono yao. I say, baada ya kuona kile kitendo cha kusaini, ilikuwa ni shangwe aka ndelemo. Walifurahia kweli kweli pale. Akasema umeona sasa kila kitu kiko vizuri. Tunaenda kuwa mabosi, tunaenda kuwa matajiri. Na huyu tutampeleka huko kwenye kituo cha kulea watu wasiojiweza. Say, ndipo alipoinuka akatoa miwani kwenye macho yake akasema sikia, njama zenu zote nilikuwa naziona na kila kitu kilichokuwa kinaendelea kilikuwa kwenye undercover. Waliposikia vile walishtuka kweli kweli. Hello. Mjakazi alishangaa sana. Wewe unaweza kuona? Akasema of course naweza nikaona na nimeona muda mrefu sana. Sio leo tu, nimeona kitambo sana mliokuwa mnayafanya. I say, mwanamke alishangaa sana. Akasema nini? Nini hii? Akasema hakuna kinachoendelea sasa. Muda sio mrefu polisi watakuja hapa na watawachukua nyinyi nyote. Mko chini ya ulinzi. Hello?
Akasema kama hamjui, katika hii nyumba kila mahali nilikuwa nimetegeshia kamera. Kwa hiyo mliokuwa mnayafanya yote yalikuwa yanajulikana. Kwa hiyo ushahidi ni nao wa kutosha. Hakuna kilichojificha, hakuna jipya chini ya jua. Vyote mnavyoviona vilikuwepo. Watu wa kutenda mabaya walikuwepo kipindi hicho. Watu wa kupenda wanaopenda umalaya walikuwepo. Kwa hiyo mnayoyafanya sio kwamba ni mageni katika dunia hii. Mnayoyafanya yalishafanywa kitambo. Mwanasheria alitaka kuondoka, akasema usiwe na shida mwanetu, endelea kukaa hapo. Ila muda sio mrefu polisi wanakuja hapa na nyinyi nyote mtakuwa chini ya ulinzi. Akasema no, mume wangu, unataka niende jela? Unataka nifungwe? Akasema hakuna kinachoendelea hapo zaidi ya wewe kwenda jela. Hello? Akasema lakini usha saini. Akasema angalia saini yenyewe inasema lazima uondoke. Hello? Ni mchezo juu ya mchezo. Tricky by trick. Hello? Walibaki wakiwa hawana la kusema, wakiwa hawana mbele wala nyuma. Umeona sasa changamoto inapokuja? Alisema kwa hiyo unataka mimi unisondeke jela? Unataka nife? Niende jela? Akasema hakuna la zaidi, maana ulilofanya kwangu ni kubwa kuliko haya nayoenda kuyafanya mimi. Ndipo alipoenda kufungua mlango ili polisi waingie waweke chini ya ulinzi. Hello? Mpenzi mtazamaji wa K Voice TV, na picha yetu nzuri kabisa. Hapo ndipo inapofikia mwisho. Nishakwambia kwamba ukiona nimepost video katika chaneli hii, ujue ni video ambayo ina kitu cha kujifunza. Sasa nakuomba unipe support yako na wewe kwa kusubscribe chaneli hii hapa ya K Voice TV na kuweka alama ya kengele, ili kila video nitakayokuwa naiweka katika chaneli hii uwe ni wa kwanza kuipata. Angalia yaliyomkuta huyu mwanamke ambaye alikuwa anamfanyia mume wake vile, eti kisa ni kipofu, hawezi kufanya kitu chochote. Anaenda kuhonga kwa dokta ili amwambie kwamba hataweza kupona tena, ili aweze kumharibia moja kwa moja, yeye aweze kudisimari. Hello? Tunafanyaje sasa? Wanaume tunaponea wapi? Weka comment yako hapo chini, uniambie umejifunza nini katika picha yetu hii hapa nzuri kabisa. Basi mimi niliweka maneno ya Kiswahili katika picha hii. Naitwa The King Voice. Wengi wanapenda kuniita DJ Kazi. Hello? Tukutane katika video nyingine, Mungu akipenda. Alamsika.